Bwana wangu, tena Mungu ndilo lake jina. Hataacha roho yangu wala kunikana. Msalaba ndio asili ya mema, nikatua mzigo hapo. Nina uzima, furaha daima, njooni kafurahini papo. Msalaba ndio asili ya mema, nikatua mzigo hapo. Nina uzima, furaha daima, njooni kafurahini papo. Kanuni za Mungu ni ngumu sana, yaani ni vile tu tunatakiwa kuzifuata. Pia tukizifuata sheria za Mungu tunajua kuna mafanikio, ila ukifikiria tu tofauti. Kumbe sisi tunavyopitia magumu, Mungu anataka kujitukuza kwetu. Hata wewe mtumishi wa Mungu, Mungu anataka kujitukuza kwako. Ndio maana wakati magumu yanapokuja kwa mtu mcha Mungu, ni Mungu anataka kujitukuza kwake huyo mcha Mungu. Kwa kumbe tunapitia magumu ni kwa sababu Mungu anataka kujitukuza. Mungu anakuletea mtu fulani, anakuambia naomba niombee uchumi. Kumbuka na wewe unapitia kwenye hilo jaribu la uchumi. Kwa nini Mungu akupi wewe, afu mtu yule unayemuombea ndo anambariki? Ni Mungu anataka kujitukuza kupitia wewe mcha Mungu. Ndio maana katika Biblia waraka wa kwanza wa Petro 4:13 inasema, lakini kama mnavyoshiriki mateso ya Kristo, furahini ili na katika ufunuo wa utukufu wake mfurahi kwa shangwe. Kwa kumbe tunapopitia magumu inatakiwa tufurahi. Ukiona watu wamekula nyama, wewe umekula dagaa, inatakiwa ufurahi. So ni Mungu kumbe anataka kujitukuza. Yaani ni wewe, watu wanaweza kusema mbona huyu mtumishi wa Mungu ana furaha, ana nini, afu hana kitu chochote. Watu wengine wanaweza kuja nyumbani kwako, bwana hana kitu chochote, afu ana furaha. Kumbe ni ile furaha ya Mungu anavyojitukuza kwako. Na Mungu ndio maana anasema furahini. Hii katika Wafilipi 4:4 nasema furahini. Hiyo Wafilipi 4:4 furahini. Kwa nini? Nasema furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Kwa kama umekosa hata shilingi 100 inatakiwa furahi. Umekosa kitu chochote, una kiatu, inatakiwa ufurahi. Ni vile Mungu anataka kujitukuza kwako. Na wewe usikubali kabisa kuferehe, yani kujionyesha kama mimi sina kitu, nikae tu kimya, nitasemaje, sina 200, sina 300, sijui sina 10,000. No, inatakiwa ufurahi. Ukikaa na wale wenye hela unatakiwa ufurahi, na wewe kama unazo. Ukikaa na wale ambao wana viatu, na wewe unatakiwa ufurahi. Kwa sababu gani? Ni vile Mungu anataka kujitukuza kwako. So unaona kama yani ni faida kubwa sana Mungu anapotaka kutufundisha. Ni kama kutufundisha vile. Sio hatuishi kwa ajili ya kutegemea pesa, bali kumtegemea yeye. Tujifunze kumtegemea yeye. So napenda kukutia moyo, kuna nia, maisha ni magumu. Hiyo ni funzo. Mungu anataka ajitukuze kupitia wewe mtumishi wa Mungu. Watu wengine watakuja watasema mbona unafurahi? Kwa nini? Ni kwa sababu Kristo